Ole wao wachungaji wa kondoo, wanaziharibu kondoo za malisho na kutawanya, asema Bwana. Ole wao wachungaji wa kondoo, wanaziharibu kondoo za malisho na kutawanya, asema Bwana. Mimi ndimi mlango wa kondoo, mtu akiingia kwangu ataokoka. Mimi ndimi mlango wa kondoo, mtu akiingia kwangu ataokoka. Mchungaji, fanya bidii kabisa, jua hali ya kundi lako, lisha kundi pia na kulionya, asema Bwana. Mimi ndimi mlango wa kondoo, mtu akiingia kwangu ataokoka. Mimi ndimi mlango wa kondoo, mtu akiingia kwangu ataokoka. Mungu atusaidie. Katika kitabu cha Yohana sura 21 mstari wa 15 mpaka 17, Bwana Yesu akamwambia Petro mwana wa Yohana, Petro, je, wanipenda? Petro akamwambia, Bwana, wajua nakupenda. Bwana akamwambia, chunga wanakondoo zangu. Akamwambia mara ya pili, Petro mwana wa Yona, je, wanipenda? Petro akamwambia, Bwana, wajua nakupenda. Akamwambia tena mara ya tatu, je, Petro mwana wa Yona, wewe wanipenda kuliko hawa? Petro akasema, Bwana, unajua yote, unajua ya kuwa nakupenda. Bwana akamwambia, chunga wanakondoo zangu. Nitapasoma ili tupate kuelewa zaidi. Yohana sura 21 mstari wa 15 mpaka 17. Basi wakati walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, Simoni mwana wa Yona, unanipenda kuliko hawa? Akamwambia, ndiyo Bwana, unajua ya kama ninakupenda. Akamwambia, kulisha wanakondoo zangu. Tena akamwambia mara ya pili, Simoni mwana wa Yona, unanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, unajua ya kama ninakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni mwana wa Yona, unanipenda? Petro akahuzunika kwa sababu alimwambia mara ya tatu, unanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe unajua yote, unajua ya kama ninakupenda. Yesu akamwambia, kulisha kondoo zangu. Ninaposikia maneno haya, ninajiuliza kwa nini Bwana Yesu aliambia Petro mara tatu, lisha, chunga, lisha wanakondoo zangu. Sababu Bwana Yesu anapenda wanakondoo zake. Hapendi hata mmoja apotee, lakini anapenda wote waifikirie toba. Wimbo ambao nimeimba umepatikana katika kitabu cha Yeremia sura 23.
Ole wachungaji wa kondoo ambao hawashughulikii kondoo zao. Wametawanyisha kondoo, wamesambaza kondoo, wamepatia kondoo chakula kisichofaa. Mara ninaingia katika kanisa fulani, ninatazama wana kondoo jinsi wanasumbuka, jinsi wanalia, wanateswa. Wamekosa chakula kinachofaa kwa ajili ya afya zao. Wengi wamevunjika, wanakosa wachungaji wa kuwatunza. Wengi wamekuwa na kiu, wale maziwa, wanywe maziwa, wale chakula kinachostahili, lakini wanakikosa. Bwana anasikitika kwa ajili ya wachungaji ambao hawashughulikii wana kondoo. Na sasa kondoo zimetawanyika. Kondoo zinatoka sasa ndani ya zizi, zinaenda kutafuta majani yengine fasi ambapo kuliko umbwa mwitu. Kondoo zinatoka katika kanisa ambalo la asili, mahali ambapo Bwana ameliita, limetoka sababu limekosa chakula kinachofaa. Linaenda nje. Wakristo wameenda sasa katika dunia sababu hawapati maneno ya inayostahili. Siseme wote, siseme wachungaji wote, maana wateule wako, watakatifu wako, hawawezi kosa wako, lakini wengi. Mahubiri ya toba yako wapi? Mahubiri ya kuongoza watu katika njia ya kwenda mbinguni iko wapi? Kondoo wamechoka, kondoo wamelia, kondoo wamesambazika, wameenda huku na huku. Leo neno la Mungu linakwambia mchungaji, tafuta uso wa Mungu, tafuta kuongozwa na Roho wa Mungu, upate kulisha wanakondoo chakula kinachofaa. Usilishe wanakondoo yale ambayo wewe unataka uwalishe, lakini uwalishe yale ambayo mwalimu mkuu, Bwana wa kanisa, anataka wanakondoo wale. Na kwa hiyo tunapaswa kwenda kwenye niseme source, kuchanzo, na ni pale fasi kwenye msalaba, fasi ambapo Bwana Yesu yuko. Tutafute maneno yanayotokana na Mungu, yaliyo sawa na neno la Mungu, yanayoongozwa na Roho Mtakatifu, ili wana kondoo wapate kula na kushiba na wapate kukaza mwendo katika safari ya kwenda mbinguni. Bwana anayetazama mioyo ameona. Kondoo wametawanyika. Kondoo hawashughulikiwi tena kama vile inavyofaa. Dalili za kuja kwa Yesu zimetimia. Ni wakati wa kulisha wanakondoo chakula kinachostahili kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Wanakondoo wasiende jehanamu. Huko nje kuna umbwa mwitu. Wanapotoka kanisani wanakutana umbwa mwitu, naye huko anawararua. Tuwe macho, kanisa la Mungu, wachungaji, watumishi wenzangu. Tuongozwe na Roho Mtakatifu ili tupate yale ya kulisha kondoo za Mungu. Manabii wengi wa uongo wametokea. Wanajua ya kwamba mule ndani ya kanisa hawapewi tena chakula kinachofaa. Acha na sisi tutafute bili vya kuwavuta, maneno ya kuwavuta. Wanaanza ambia sasa wanakondoo, mnajua hapa kuna kwa hivi na hivi, mtapata hivi na hivi, mtapokea hivi na hivi, mtabarikiwa hivi na hivi, mtafanyikiwa hivi na hivi. Sababu wale ambao Bwana ameita kwa ajili ya kulisha kondoo hawatoi tena chakula kinachofaa. Wachungaji wengi wanaongoza sasa kanisa kwa ajili ya mawazo yao, yale ambayo wao yanawapendeza. Kama muda unawapendeza, wanaongoza sawa sawa na mawazo yao, lakini wengi hawaongozwi na Roho wa Bwana. Tumeacha msingi, tumeacha msimamo. Bwana anasema atashughulikia sasa wanakondoo zake. Kama hatupendi kurudi kwenye msingi, atashughulikia wanakondoo zake, maana wanakondoo wake wako katika moyo wake. Yeye ni mchungaji wa kondoo, na naye ndani yake hatapotea kama.
Mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Watenda kazi wateule, watumishi wa Mungu. Dalili za kuja kwa Yesu zimetimia. Ni muda wa kutafuta wanakondoo waliopotea. Ni muda wa kutafuta wanakondoo waliotawanyika. Ni muda wa kuwarudisha zizini, maana bwana wa harusi, bwana wa zizi amekaribia. Yuko mlangoni. Wachungaji, watumishi, tunajua kwamba dalili zimetimia. Chukizo limeingia mahali patakatifu. Mahali patakatifu pameingia na chukizo la uharibifu. Ni muda wa watumishi, wachungaji kulisha, kutengeneza kondoo, maana bwana wa kanisa anakuja. Bwana wa kanisa anakuja. Tutengeneze kanisa, tupambe kanisa, tupambe roho zetu, tupambe wale ambao Bwana ametupatia, tupate kuwashughulikia, tuwalishe chakula kinachofaa. Tusiwalishe yale ambayo wanapenda tu wapate, lakini tuwalishe yale ambayo Bwana wa kanisa ametupatia tuwalishe, sababu yeye ndiye anajua yote. Kanisa la Bwana, watumishi wa Bwana, Yesu yu mlangoni, anakuja. Anapenda kutuonya tusije tukatupwa motoni. Hapana, moto haikuwekewa kwa ajili yetu. Watumishi, tulishe kondoo chakula kinachostahili. Mara naenda katika kanisa zimoja, naona wanakondoo wamoja wanajikamata na huruma, na wengine wanasema siwezi nikabaki hapa, siwezi nikabaki katika zizi hii, maana hakuna kitu, kumekuwa pakiwa, kuna kwa njaa. Kila mara tuna njaa, tunapenda tukule hivi, tunapenda tucheze na sina uhuru, tunapenda tusifu Mungu na uhuru, tunapenda tumuimbie, tuombe baba yetu na uhuru, lakini wengi wamekatazwa, wengi wamefungwa. Kondoo wengi wamefungwa, wamekuwa katika kama vile katika kifungo. Mungu anataka leo tumuombe chakula cha kulisha wanakondoo zake, maana naona wengi wanateswa, wengi wametawanyika, wengi wana njaa, wana kiu, wana vidonda, wanakosa wa kuwatunza, wengi wanalia katika nyumba zao. Wakristo wengi wamekuwa wenyewe peke yao, wanalia, wanakosa hata wa kuwafariji, wanagonjwa, wanakosa hata wa kuwaombea. Na tunajua wachungaji, kanisa kubwa ni katika nyumba zetu pia, katika jamaa zetu pia. Tulishe wana wetu, watoto wetu, jamaa zetu chakula cha mbinguni, chakula kinachostahili, ambalo ni neno la Mungu, ambalo ni neno la Mungu. Tuongozwe na Roho wa Mungu ili tupate kulisha jamaa letu, kanisa letu, tupate kulisha watu wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Mungu atuwezeshe. Katika kitabu cha Mathayo sura 7 mstari wa 21 mpaka 23, tujitahidi neno lililo katika kitabu hicho lisije likatupata, sababu tunaweza tukajuta siku moja kusema kwamba tulikuwa tukifanya kazi ya Mungu na kumbe tulipoteza muda bure. Mathayo sura 7 mstari wa 21 mpaka 23. Si kila mtu ambaye ananiambia Bwana Bwana atakayeingia ufalme wa mbinguni, lakini yeye anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukutabiri kwa jina lako, na kwa jina lako tulitoa pepo wachafu, na kwa jina lako tulifanya matendo mengi ya uwezo? Halafu nitawaambia, sikuwajua ninyi wakati wowote, ondokeni kwangu ninyi mnaotenda maovu. Mungu atusaidie. Mchungaji, jichunguze. Je, unatenda mapenzi ya Mungu? Unalisha wanakondoo sawasawa na neno la Mungu, sawasawa na mapenzi ya Mungu? Wala wanakondoo unawasambaza? Siku hiyo isije kuwa ngumu kwako, Bwana akwambia ondoka, sikujui.
na ulifanya siku nyingi katika kanisa ukihubiri, lakini haupani neno ambalo Mungu anapenda upane, itakuwa ole na sikitiko. Yesu anakuja, tuwe macho, tujirekebishe. Tuwe macho, tukingoja Bwana. Siku hizi Yesu yu karibu. Dalili zote alizosema Yesu zimetimia. Yesu yuaja. Tuwe macho, tukingoja Bwana. Siku hizi Yesu yu karibu. Dalili zote alizosema Yesu zimetimia. Yesu yuaja. Heri mtu yule ambaye Bwana wa kanisa atakapokuja akutane ametenda kazi, iko katika kazi. Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe tutumike kazi ya Mungu na bidii na juhudi. Tutumike kazi ya Mungu tukiongozwa na Roho wa Bwana. Tusitende kama vile tunavyotaka wenyewe, lakini tutende sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Wachungaji wa kondoo, Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe, na jina la Bwana liinuliwe na mapenzi ya Mungu yafanyike. Bwana anakuja kuchukua kanisa lililo safi, wana kondoo ambao wametayarishwa. Kanisa liko linatayarishiwa kwenda mbinguni. Tutayarishe kondoo za Bwana, tutayarishe wana kondoo za Bwana, tutayarishe Bwana kondoo, tutayarishe wana kondoo, tutayarishe wana kondoo. Maana Bwana wa kanisa, Bwana wa zizi amekaribia, Bwana wa zizi amekaribia. Hiyo siku isikuwe siku ya ole. Tuitwe watumishi wenye heri, hapana watumishi walio na ole. Mungu atusaidie sana.